taarifa ni nyingi. Yes. Kuna taarifa awali zilitoka kwamba Ali Kamwe ametoka. Yeah. Baadaye kaambiwa bwana Kamwe hajatoka. Sasa ndo baba Mchina hapa akawa naye aliniambia bwana Kamwe katoka. Kwa sisi tunasema Ali Kamwe amehamishwa kituo. Nikamwambia bado hajatoka, ndo ananiambia bwana nimeongea na Priva Dinyo, ananiambia kweli bado hajatoka. Kwa hiyo taarifa mtaani zimekuwa kidogo zimekuwa ni nyingi. Bwana haya ni mambo ambayo yanatokea, mambo ya kimichezo, lakini tutazame dakika 90 Wakanda. Zilikuwa ni dakika 90 za aina gani? Watu walisubiri kwa shauku kubwa, kwa hamu kubwa, lakini mwisho wa siku game ikaenda kuwa ya one way. Quality ya Young Africans na value ikaonekana. Pressure ya mchezo ilikuwa kubwa kiasi kwamba ikawapalia Tabora United kwenye mbinu, namna mwalimu alivyoingia nazo uwanjani, lakini mpaka namna ambavyo wachezaji walienda kutekeleza majukumu yao uwanjani. Eneo la katikati mwa uwanja Tabora United ilionekana walipanga kuwa stiff zaidi kwenye lile eneo, lakini mtego ambao Hamdi Miluda aliingia nao na matumizi ya Duka Abuya yalikuwa yanalazimisha Tabora kutoka tu kwenye lile eneo la katikati kwenda kujaribu kumpokonya Duka Abuya mpira. Ulikuwa ukimwangalia Abuya mara nyingi alikuwa anacheza very deep, anarudi chini kujaribu kupata mipira ambayo inatoka kwa Ibrahim Baka, huku sasa Mudathir yeye ndo akitafuta zile space ambazo wataacha kina Nelson Munganga kwenye lile eneo la katikati, kwa sababu Munganga alikuwa akienda kupress ule mpira kujaribu kumpokonya Duka Abuya, alikuwa anamwacha kiungo mmoja wa Tabora katikati, ambapo Mudathir alikuwa anaenda kupea na yule kiungo. Hii ikawa inamruhusu Clement Mzize, ikawa inamruhusu Pacome Zouzoua ku drop kwenye yale maeneo, alafu anakuwa free. Muda fulani ulikuwa ukimwangalia Kevin Pemba Kingu ambaye ndio alikuwa beki kiongozi pale nyuma. Yes, sasa ikawa inamlazimu kutoka kwenye ule mstari wa mwisho kama beki wakati kuja kuweka pressure kwa hawa viungo wa Young Africans ambao wameinvite kuja kwenye ile eneo la katikati. Meaning kwenye ule mstari wa mwisho Tabora licha kwamba walipanga kucheza na watu 4 sometimes watu 5, wakawa wanajikuta kwenye mstari wa mwisho Tabora wana mtu mmoja peke yake ambaye ni beki mmoja wakati, kwa sababu fullback wa Tabora wote wawili walikuwa pinned kwenye yale maeneo ya pembeni mwa uwanja. Fullback wa kushoto alikuwa pinned na Israel Mwenda, fullback wa kulia Tabora alikuwa pindi na Chadra Kisaka Boka. Kwa Tabora kanajikuta nyuma kwenye ule mstari wa mwisho na mtu mmoja tu ambaye Prince Mpomelo Dube akawa ana enjoy tu kufanya movements za kumzunguka vile anavyotaka. Walikuwa wakifanya replacement, Kevin akienda moja na baki, moja akienda Kevin anabaki. Kwa kanajikuta kwamba Dube anajichagulia tu sasa hivi nikasimame na striker gani. Ndio maana ulikuwa ukiangalia kwa mfano rejea goli ambalo Prince anafunga ile lob ya Pacome, Prince anakuja kujikuta yupo na defender mmoja wakati. Rejea goli ambayo anafunga Clement Mzize kwenye ile counter attack baada ya Tabora sasa kufungwa ile goli, waliamua kutoka tukacheze against Young Africans, which ikawa inafanya kwenye matukio ya counter attack wakawa nabaki watu wachache sana nyuma. Angalia Clement anafunga goli akiwa isolated mwenyewe, ana drive mpira, touch ya kwanza, touch ya pili, touch ya tatu, na anakuja kuscore, huku Sakinandi Bikoko ndo anatakiwa kuinvert kutoka kuja pembeni kuja at least katikati kuweka pressure kwenye mpira. Kwa hiyo Tabora siku ya jana mwalimu Genesis Mangombe tunaweza tukasema tu alipigwa back to school moja ya moto sana, kwa sababu Hamdi Miludi kitu alichokuwa anakifanya kwenye eneo la katikati, mtego aliweka kwa Duka Abuya, lakini pia namna ambavyo Pacome Zouzoua alikuwa anatumika siku ya jana kwenye ile versatility role, kwamba hana eneo moja ambalo atasimama. Alianza mechi kama kiungo wa kati, kiungo mshambuliaji wa kati, lakini kwenye matukio mengi ukaona unamkuta yupo kushoto, kwenye matukio mengine ukaona unamkuta yupo kulia. Hii kana inawafanya kina Clement Mzize kuwa free sana ku drop kwenye yale maeneo ambayo Pacome anaondoka, kwa sababu Pacome akisogea na lazima asogee na mtu, akienda kushoto lazima atasogea na mtu, akienda kulia lazima atahama tu na mtu. Kwa hiyo ilikuwa ni plan nzuri ya Hamdi Milud, na mwisho wa siku hata utekelezaji sawa majukumu kwa wachezaji wa Tabora kwa unaonekana una kwa sababu ya ile pressure ambayo ilikuwa ishatengenezwa nje ya uwanja. Wachezaji wote wa Tabora waliamini kwamba ile game wanaiweza, ndio maana walikuwa kimwangalia mtu kama Ofen Chikola, walikuwa kimwangalia mtu kama Kandanaho. Kuna muda wakawa wanalazimisha kufanya vitu against ule uwezo ambao wanao bila kuheshimu pia ubora wa Young Africans kwenye eneo la ulinzi. Kuna muda ukimwangalia Ofen Chikola akawa anajaribu kuchukua kufanya zile take-ons tunaziita, kuchukua at least mtu mmoja ama watu wawili ku drive nao, lakini akawa anajikuta kwamba kila kidrive ule mpira anajikuta either atashindwa kwenye bato ya mwili, atapigwa body push, atapokonywa mpira, ama atakuwa anakimbilia kwenye eneo ambalo atamkuta Dickson Job, ambaye itakuwa ni kazi rahisi tu kwake kuchukua mpira na kufanya ile turnover. Young Africans wakawa na faida. Akaenda nao, kuna muda akawa anajaribu kuweka mpira kwenye space, ajaribu kukimbia, lakini akawa anasahau kwamba okay, anafukuzana na mtu kama Israel Mwenda ambaye naye pia ana kasi. So it was a game ambayo Young Africans alikuwa destined kushinda. Kwa kumaliza hapa form ya Young Africans, namna ambavyo imekuwa tangu walivyofungwa na Tabora mara ya mwisho ile Novemba 7 kwenye ligi. Jana ulikuwa mchezo
wa 13 mfululizo anacheza bila kupoteza, na ulikuwa ushindi wa 12 kati ya mchezo hiyo 13 akitoka sare moja tu dhidi ya JKT Tanzania. Ukiangalia namba ya mabao ambayo pia wamefunga kwenye mchezo hiyo, wamefunga mabao 47 na wao wamefunga mabao 5 tu. Ni fomu ambayo haijaanza jana wala juzi. Hii ni consecutively, huu ni msimu wa 4 wanaendelea kuwa na form nzuri. Young Africans wakati anapoteza mechi ya Tabora na kuja kupoteza game na Azam, zilikuwa ni moment ambazo kila timu huwa inapitia. After ukifika peak kuna moment lazima tu utashake, na Yanga kipindi kile, mfano Yanga anapoteza game ya Tabora, asilimia kubwa wachezaji wake hawakuwa kwenye kikosi siku ile. Ameanza game na Halid akatoka mapema, akaja nani Aziza Ndambwili as a central defender, baadaye akaja akatoka, ikambidi Halid Aucho arudi kucheza kama beki wa kati. Kwenye yale maeneo ya pembeni mwa uwanja walimkosa mtu kama Yao Kwasi Atola, ikabidi mpaka Dennis Nkane akacheze kwenye yale maeneo. Kwa Yanga alikuwa amejikuta kwamba kwenye kipindi ambacho form ya team imeshake kidogo, wakajikuta tena katika hiyo form wanapoteza wachezaji muhimu. Kupoteza wachezaji muhimu, Tabora ka take over game wakashinda. Wanarejea game against Azam, momentum ya team tayari imesha deteriorate. Klasi yao iko pale pale, lakini viwango vya wachezaji kwenye mchezo husika haviko kwenye engo ya juu tena. Wakawa wanajikuta kwamba ni kipindi ambacho wanacheza na Azam ambayo wako motivated, kocha mpya tayari, wana ile morali imekuja, tunaitaga zile honeymoon za kocha mpya. Wakajikuta tu wanaenda kwenye game against Young Africans, motivation iko juu, wakafanikiwa kumfunga. Lakini baada ya pale Yanga, baada ya kuregain form yao, aliondoka Gamondi, walihitaji sauti mpya labda kwenye dressing room. Alipokuja kocha mpya, wameendelea kushinda. I think ni game pekee ambayo Yanga hajashinda zaidi ya goli 2 ni game ya waliotoka sare. Yes, 0-0 na JKT. Nyingine zote ni 2-3. Na mechi ambayo pia wana goli chache tangu walivyofungwa na Tabora, kama records zitakuwa zimekaa sawa, ni mechi ya Namungo 2-0. Wana mechi ya Singida Black Stars 2-1. Lakini ukiangalia Mashujaa ilikuwa 3-2, wengine 3-3, baada tu Gamondi kuondoka zote ni 2 na kuendelea. Bana, matokeo ya michezo mingine iliyopigwa hapo jana, Pamba na Namungo walikwenda sare ya bao 1-1, mchezo huo ulimalizika hivyo. Lakini michezo mingine mitatu, Tabora ndo wao walifungwa na Young Africans mabao 3-0. Fountain Gate walifungwa na Singida Black Stars mabao 3-0, wakati KMC FC wakiwa nyumbani wao walifunga Tanzania Prisons mabao 3-2. Vipi ile mkikango wa jana? Ngako umelipa wote, umetoa mpaka sare ya nani? Mimi nikwambia nimetoka mwezi mtukufu na upako. Bwana, jana Wakanda jambo lake limelipa. Bwana, hii leo itapigwa michezo mitatu. Mchezo saa 10 kuna michezo miwili. JKT Tanzania wanacheza dhidi ya Dodoma Jiji, Ken Gold dhidi ya Azam FC saa 10, na mchezo wa mwisho unapigwa saa 1 usiku. Kagera Sugar wanacheza dhidi ya Coastal Union. Hii ni michezo mitatu ambayo inapigwa hii leo. Bana, muda wetu unakimbia sana hapa. Hii ni Kipenga Extra, East Africa TV na East Africa Radio. Bado tupo kwenye ngenga za kitaa. Bana, kabla ya kuja kuwasikia ndugu zetu wapiga beti hapa, Nsajigwa, jana mnyama Simba kadondokea pua kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza wa robo finali kombe la shirikisho, kapigwa chuma 2-0. Lakini ni ushindi ambao wana Simba wanajilaumu wao kwamba hii mechi tumeshindwa wenyewe. Kwa ambaye kutazama mchezo, nini kilitokea? Hata mbaya kutazama mchezo, akiangalia zile takwimu anaweza kupata picha ya Risia. Umiliki wa mpira asilimia 59 kwa 41, mashuti 18, 7 ambao wamerenga goli upande wa Simba na 2 kwa upande wa Masri ambao wameweza kurenga bao. Save 7 ambazo golikipa aweza kuzifanya Mahmoud Gadi, na wakati Pimpini Kamara kuweza kufanya save yoyote. Kwa ukiangalia hizo takwimu, hata kama mechi unaweza kujua ni timu gani ambayo inaweza kutawala mchezo. Simba alikuwa bora. Yes, lakini sasa unakuja kwenye utaratibu au namna ya kucheza michezo ya mtoano, kwa sababu ni mechi ambayo si ya kuokota alama. Ni mechi ambayo unahitaji wewe uweze kusogea mbele. Tukifanya Al Masry jana, na nimbacha nilikitegemea uwezo wao kumiliki mpira. Kama umefuatia michezo yote ya nyuma, si timu ambayo ina hiyo sifa kuweza kana mpira muda mwingi. Mara nyingi wanakuwa hapo direct. Na huwa na hata jana pia ilikuwa ni hivyo. Muda mwingi mpira waliocheza Simba wakaena wao walikuwa na moment za counter attack na kafanikiwa kufunga mabao 2. Kwa hiyo ukiangalia kwenye eneo la kumava kucheza michezo ya kimtoano, Al Masry waliweza kucheza kikubwa, kiasi kikubwa. Ndio maana kwa ile matukio 2 tu ya nafasi wakaweza kupata mabao. Lakini kwa upande wa Simba, wao walicheza kama vile wanacheza mechi labda hatua makundi au mechi ya ligi ambapo hata kufunga goli 2, kwamba mechi inakuja nikishinda goli 1 bado ni alama 3, lakini ni mechi ya mtoano. Kwa hiyo baada ya zile goli 2 ambazo zipatikana kuelekea mechi inayokuja,
swali kubwa ambalo lipo hivi sasa kwa mwalimu El Masry ni namna gani ambavyo wanaweza wao kuzuia, kwa sababu jana walikuwa kweli wapo wengi kwenye eneo lao, lakini walikuwa hawazuii kwa sababu walikuwa wanafikiwa sana. Kwa hicho ni kipengele cha kwanza ambacho inawezekana saa hizi anafikiria namna gani ambavyo atafanya timu yake iwe haifiki rahisi. Lakini kwa upande wa Simba bado shida iko pale pale, imeonyesha kwamba licha kwamba walifika mara nyingi, kupiga mashuti mengi, tengeneza nafasi nyingi, bado matumizi yalikuwa ni mabovu, na ni kitu ambacho tangia msimu huu umeanza kwenye michezo mingi mikubwa sio kukosa nafasi kwa imekuwa ni kama sheria. Walifanikiwa kufunga goli kwenye michezo yote ya hatua makundi ya nyumbani na ugenini, lakini average yao ilikuwa ni goli moja, goli mbili, goli moja, goli mbili. Hii mechi tayari usha concede goli mbili, unakuja nyumbani. Uwezo wa kufunga bao 3 kwenye mechi moja kwa mnyama kwenye michuano ya kimataifa msimu huu haujaonekana. Tangia mechi yao dhidi ya Tripoli utofauti bao 3 haijatokea. Kwa hiyo itakuwa ni mechi nyingine ambayo labda kitu kipi ambacho msimu mmoja hajakifanya ndio kifanyike. Elbo, kabla tujapata mapumziko. Malalamiko mengi ya jana ni safu ya ushambuliaji. Na watu wakawa wanasema kwa nini mwalimu afanye hesabu? Wakasema kilichopo ndani na kilichopo kwenye benchi hamna tofauti. Hii tunavuka mnyama na toboaji. Inawezekana kwa uchache? Cha kwanza mechi ni ngumu. Goli mbili ni nyingi kwenye knockout, mtu anaweza kaamua kuzingangania hizo. Kwa hiyo kwangu mimi ni ngumu. Ukiweka kwenye asilimia tayari Al Masry anakuwa na 60, wewe unakuwa na 40. Kuzitani zirudi kwenye 50 alafu wewe ukabadilishe uende kwenye 51, yeye aende kwenye 41. Sio kazi rahisi kwenye mchezo wa knockout dhidi ya mpinzani kutoka mataifa yale kama Misri ambaye ni Al Masry. Cha kufanya ni kama kuna video za kina Mixon, za kina Okwi wanaweza akajifungia mpanzo kwa sababu kila kitu ni perfect walichofanya, namna ya kufanya ukiwa winga. Unajua mimi silaumu mshambuliaji, ila dunia ya leo hakuna mtu anahangaika na mshambuliaji. Dunia ya leo inahangaika na wachezaji wa pembeni. Ndio maana wamebadilishwa kuwa viungo wa pembeni kutoka neno mawinga ilivyokuwa imezoeleka. Ni viungo wanaochangia moja kwa moja kwenye upatikanaji wa magoli, either direct assist ama wao wenyewe kufunga goli. Sasa kwa Simba bado hiyo practice kwa Kibu Denis, kwa Elim Panzu ya execution ya kutengeneza nafasi kwa mshambuliaji direct, achana na kumpa mpira mbele ya watu watatu au hold. Angalia namna unampa pasi akiwa peke yake aweze kuscore kwenye eneo huru zaidi na la wazi, kitu ambacho kinawashinda. Kuwa Okwi, turn in, angalia engo, piga au assist. Kuwa Mixon, angalia. Wakiwa hivyo Kibu Denis na Elim Panzu watarahisisha upatikanaji wa magoli kwa washambuliaji wakati, na hata washambuliaji wakati wasipopata wao watapata magoli na kuweza kurahisisha ushindi kwa timu. Yes, mchezo wa mkondo wa pili utachezwa tarehe 9 kwa maana ya Jumatano ijayo. Mnyama anatembea na kauli mbiu ya hii tunavuka, uvukaji utakuwepo. Baknas tunarejea mara baada ya mapumziko mafupi. Mimi ni Ibrahim Kasuga, nipo na Elbogast Mialuko, lakini umemsikia Samuel Rashid Wakanda pamoja na Nsajigwa Senior. Tutakaporejea hapa tukuletea mchongo wa kula shavu na piga bet. Kipenga Extra. Kipenga Extra. Dakika za nyongeza kwenye Kipenga Extra. 20 za kisports zilizoshika viwanjani siku nzima. Shindana siku zote na mamlaka, utakuja utaumia. Simba hata akicheza na wagonjwa kutoka Mwimbili, mimi nitashangilia tu wagonjwa. Hii mechi imechezwa mwezi wa Ramadhani, majini yamelala, kila kitu hakipo. Kila mwaka tunatupepa Ramadhani. Sisi tunaomba Mungu, Mwenyezi Mungu tuletee mechi mwezi wa Ramadhani. Tasema alhamdulillah, Mwenyezi Mungu utupe nini sisi? Mbugi itaanza kupigwa viwanja vya nyumbani kwenye grili ya taifa. Hawana hela ya kumlipa Kibu. Kibu ndo the most expensive local player. Kibu Denis ana mshahara mkubwa vibaya mno. Kaka, Simba ni hatari. Tuliwajaza wala safari wakatoka